Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni katika jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo limefanyika tarehe 28 ya mwezi wa 6 2025 katika ukumbi wa Veta Hoteli, ambapo siku hii ya leo mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Mtwara yamekutana hapa kwa ajili ya kujadili taarifa ya mashirika hayo yasiyo ya kiserikali yanayotekeleza miradi na afua mbalimbali mkoani Mtwara kwa mwaka 2020-2021, 2024-2025, ambapo wamepata wasaha kuzungumza na kujadili mambo mbalimbali ambayo yanawahusu, lakini pia kujadili changamoto na namna ambavyo wanaweza kujikwamua kutokea hapo walipo na kuweza kusonga mbele zaidi na kuhakikisha jamii inaendelea kunufaika kupitia mashirika hayo. Ambapo katika jukwaa hilo mgeni rasmi amekuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala, ambaye amewakilishwa na katibu tawala mkoa wa Mtwara Bi Bahati Geuzie, ambaye alitumia wasaa huo kuyasihi mashirika yasiyo ya kiserikali kuhakikisha wanafanya kazi kwa bidii, lakini pia kutengeneza mikakati ya kujitegemea na si kutegemea wafadhili pekee. Jina langu naitwa Haiba Mpimbita, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. Kama tunavyofahamu, serikali ipo kwa ajili ya usimamizi wa sera na sheria. Hivyo kupitia nafasi hii naendelea kuwakumbusha wenzangu waliopo serikalini, tuliopo serikalini, kuhakikisha kwa pamoja na kwa wakati tunaendelea kutekeleza wajibu wetu ili kuyafanya mashirika haya kuwa endelevu katika kutekeleza majukumu yake. Ndugu washiriki, napenda pia kuhimiza mashirika yasiyo kiserikali hususani ya ndani ya nchi kupunguza utegemezi kwa wafadhili na kuanzisha miradi ya kujiongezea kipato, kwa sababu ajenda za kidunia zinapobadilika, wahisani wanabadilisha sera zao za kutoa fedha, kama ambavyo tumeshuhudia hivi karibuni, na mnaweza mkajikuta hamna fedha za kutekeleza mipango yenu. Kama nakumbuka kwenye kikao ambacho tulikuwa pamoja pale mkoani na katibu mkuu wa wizara yenye dhamana ya maendeleo ya jamii, wanawake na makundi maalum, nakumbuka tuliweza kukumbushana na tulikumbushwa kwamba sheria na taratibu zimebadilika na zimetoa nafasi kwenu mashirika kuanzisha miradi ambayo italeta uendelevu wa shughuli zenu, sustainability. Kwa hiyo basi tuweze kuzingatia hilo. Kwa hiyo watendaji wetu wako ni wasikivu na wapo tayari kuwasaidia wakati wote, na niwaase pia mnapoweka mipango yenu, angalieni sana maeneo ya pembezoni yasiofikika kirahisi, ili msifanye kazi zenu maeneo ya mijini tu. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba miradi inakuwa centralized hapa tu, na hata viongozi wenu, nimeshaona hiyo tendency, na nafikiri ni tendency ya human being, anataka urahisi wa kufanya. Sasa kule mbali na kwenye jamani, kunahitaji pia uangalizi, kunahitaji pia hizo huduma. Kwa hiyo naomba kwa jicho la pekee muangalie maeneo ya pembezoni, sio kwamba miache haya ya mjini, lakini na yenyewe pia miakumbuke. Ndugu washiriki, nichukue fursa hii pia kuwakumbusha kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefungua milango kwa wafadhili na wabia wa maendeleo kufanya kazi na mashirika. Hilo nyie ni testimony. Mnaweza mkasema na mkaona hali iliyokuweko kabla na sasa. Kwa hiyo milango imefunguka, hivyo lazima mjipange kuhakikisha mashirika yenu mnayajenga, mnayaimarisha na yanatimiza vigezo vya kitaasisi na kiutendaji kwa mujibu wa sheria na taratibu za mashirika yasiyo ya kiserikali. Sheria zilibadilika, transparency inatakiwa, accountability inatakiwa. Kwa hiyo hayo myazingatie, na hii itawezesha kufikia vigezo vya kupata fedha na kufanya kazi za miradi mbalimbali kwa ajili ya kuwafikia walengwa wenu katika maeneo ya vijijini na mijini. Baltazari Komba ni mwakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali mkoa wa Mtwara. Leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali la mkoa, ambalo malengo yake makubwa ni kuleta mashirika ya mkoa mzima wa Mtwara kwa ajili ya kujadili mafanikio aliyopata katika mwaka mzima, na fursa ambazo wamezibaini ili kuweza kuzitumia katika mwaka mwingine, lakini pia kukutana na wadau wengine ambao tunafanya nao kazi kwa ajili ya kujadili pamoja na hao wadau namna ambavyo tunaweza tukaboresha kazi zetu huko mbele. Lakini pia tumejadiliana kuhusiana na namna ya
ya kuwafikia wadau wengi zaidi, na tumezungumza kuhusiana na changamoto ambayo sasa hivi inaikumba sekta ya NGO, changamoto ya kuondoka wafadhili wengi kwenye hii sekta, na kwa pamoja tumekubaliana sasa tuanze kutumia sekta binafsi ya ndani kwa ajili ya approach sekta binafsi ya ndani iweze kuchangia sasa mashirika yasiyo ya serikali ili kuweza kufikia walengwa wake. Kwa hiyo jukwaa limekuwa ni mjadala muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mashirika yasiyo ya serikali yaendelea kufanya vizuri zaidi katika mwaka wa fedha ujao. Ni jambo jingine tumesema kwamba mashirika lazima yaanze kutengeneza mkakati sasa wa kutengeneza mapato ya ndani. Mashirika yenyewe kupitia ile sheria yake namba 24 ya mwaka 2002 na marekebisho ya mwaka 2019 sasa yanaruhusiwa kufanya biashara. Kwa hiyo tumesema tutumie hiyo fursa sasa kuendelea kufanya biashara na kuweza kuzalisha fedha ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kujiendesha na kufanya miradi endelevu zaidi. Kwa jina naitwa Shakila Hamisi Mpomo, ni operation manager wa shirika linaloitwa FB Empowerment ambalo linapatikana mkoa wa Mtwara. Nikiwa kama mjumbe wa jukwaa hili, nimeweza kujifunza vitu vingi, lakini kupitia tathmini ambayo ya 2020, 21, 24, 25 tumeweza kuona ni kwa namna gani mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya mkoa wa Mtwara, lakini na Tanzania kwa ujumla, hasa kufikia zile jamii ambazo huenda ziko mbali au kuna baadhi ya huduma ambayo serikali imekuwa inafikisha lakini kwa uchache. Sisi kama FB kutokana na tathmini ya leo tumeona kumbe bado kuna wigo mpana wa kuendelea kufikia jamii, lakini pia tuna fursa ya kuanzisha biashara na kufanya mambo zaidi licha ya kuanza kusubiri tena mpaka wadau au donors kutoka nchi mbalimbali kuja kutusaidia. Kwa hiyo kama taasisi tumeliona hili kama ni fursa kwetu, na kuelekea mwaka mpya wa serikali tunaenda kujipanga upya na kukuja na miradi ya kibiashara ambayo itasaidia taasisi yetu kuanza kupata pesa zaidi, ili mbali na donors ambao tunategemea kwa mfano Marekani na nchi nyingine, hata kama wasipotoa wao pesa kutusaidia sisi tuweze kufikia jamii, tuwe na uwezo wa kufikia jamii bila kutegemea hao wengine. Kwa majina naitwa Justin Kabelege, ni mmoja wa wajumbe katika jukwaa la leo, lakini pia natokea shirika la FAOPA. Miongoni mwa mengi yaliyojadiliwa leo, kikubwa ninachoondoka nacho ni ujumbe wa elimu ya mlipa kodi ambayo tumeipata kutoka kwa wenzetu wa TRA ambao walikuwa ni mmoja wa washiriki. Wametoa elimu nzuri kuhusiana kodi ambayo mashirika yetu yanapata, lakini pia return mbalimbali za kodi ambazo mashirika yetu yanapaswa kuripoti kwa TRA. Lakini pia niliona shauku ya wajumbe walioshiriki wengine kwa ujumla kujifunza kuhusiana na namna ambavyo mashirika yetu yanaweza kushirikiana na TAKUKURU, kujenga misingi ya kuzuia rushwa ndani ya taasisi zetu, kuhakikisha matumizi sahihi ya pesa tunazopata kwa sababu ni pesa za umma, lakini pia namna ambavyo tunaweza kushirikiana na taasisi kama SIDO kupitia vikundi tunavyoviwezesha vya wanawake vya kijasiriamali, namna gani vinaweza vikaunganishwa na SIDO ili viweze kupata unafuu pale wanapokuwa wanahitaji nembo ya ubora au wanapokuwa wanahitaji kuzipeleka biashara zao mbali zaidi kimasoko na kutafuta wateja zaidi. Na mtazamaji, kama ambavyo umeshuhudia yale ambayo yamefanyika, lakini pia tulivyozungumza na baadhi ya wajumbe ambao wametoa maoni yao mbalimbali hasa kuhusiana na mienendo na namna ambavyo wanaweza kujikwamua na kuendelea kuifikia jamii ya mkoa wa Mtwara kutokea katika mashirika mbalimbali ambao wamezungumza na Faida Online TV. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field.